Hosana mwana, mwana wa Daudi. Mbarikiwa ajaye kwetu kwa jina la Bwana. Hosana mwana, mwana wa Daudi. Hosana. Wapendwa wa familia ya Mungu, tunaadhimisha Dominika ya Matawi. Nakumbuka jinsi Yesu alivyoingia kwa shangwe katika mji mtakatifu wa Yerusalemu, mji ambao atatimiza ndani kazi ya ukombozi wetu kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wake. Wazo kubwa linalojitokeza katika siku hii ni juu ya unyenyekevu. Mwangalia Yesu anayesingiziwa mambo mengi, anadharauliwa, ananyanyaswa, lakini bado ni mtulivu, harudishi ubaya wote kwa watesi wake. Yesu anaingia Yerusalemu kwa shangwe, vifijo na nderemo. Wanampokea kwa shangwe, wakipungia matawi ya mizeituni. Kila kona ya Yerusalemu ni sauti ya kuimba inayosikika, Hosana mwana wa Daudi. Zoezi hili tumelifanya wakati wa maandamano yetu. Yesu anaingia Yerusalemu kama mfalme, lakini anaingia tofauti na wafalme wengine. Hasa ana mbwembwe wala madoido, anapanda mwanapunda, ishara ya amani. Yeye ni mfalme wa amani. Japo anaingia amepanda punda, matawi yanayopeperushwa ni ishara ya furaha na ushindi. Ndugu zangu, napoanza Juma Kuu, mambo matano tunaalikwa kuyazingatia yaweze kutusindikiza katika siku hizi chache kabla ya kusherehekea Pasaka ya Bwana. Tulipewa kipindi cha majuma 6 kujiandaa vizuri, kipindi cha Kwaresima kwa ajili ya kusali, kufanya toba, kusoma maandiko matakatifu ya tafakari na kuyaweka kwenye matendo, kutoa sadaka au kufanya matendo ya huruma kwa wenzetu wahitaji. Katika juma hili kuu, basi zingatie mambo yafuatayo. 1. Yesu anaingia Yerusalemu kama mshindi, na adui yake mkubwa ni kifo. Isoma waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorintho sura ya 15 aya ya 25 mpaka 26, na nukuu: maana Kristo sharti atawale mpaka Mungu atakapowashinda adui zake na kuwaweka chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakayeangamizwa ni kifo, mwisho wa Mungu. Maneno ya Mtume Paulo waraka kwanza wa Korintho sura ya 15 aya ya 25 hadi 26. Kumbe Kristo anashinda mauti kwa ufufuko wake. Dominika ya Matawi inatuingiza katika safari ya mateso, kifo na hatimaye ufufuko wa Kristo. Ni safari itakayohitimishwa na ushindi dhidi ya kifo. Kumbe ufufuko wa Yesu unatuondolea hofu ya kifo. Zamani kifo ilionekana ni mwisho wa kila kitu, na hivi kilikuwa kinatisha, kinaogofya. Lakini Kristo alipofufuka amekifanya kifo kama baraka, kama hatua, mlango wa kuendea heri ya mbinguni. Jambo la pili la kujifunza katika Juma Kuu tunaloanza leo, uwepo wa mwanapunda. Mnyama huyu anafahamika ni mnyama mtulivu. Yesu anapanda mwanapunda ili kukamilisha utabiri wa nabii Zakaria akisema, na nukuu: tazama, mfalme wenu anawajieni, anakuja kwa shangwe na ushindi, ni mpole, amepanda punda, mwana punda, mtoto
sura ya 9 aya ya 9. Kumbe utabiri huu umetimizwa katika nafsi ya Yesu. Nabii wengi waliandika juu ya Masihi ambaye amekuja miaka mingi baadaye. Kristo anatimiza jambo hilo. Punda ni ishara ya amani. Yesu ni mfalme wa amani, ni mfalme mpole, ni mfalme mnyenyekevu. Kwetu ni kielelezo. Tuwe vyombo vya amani katika familia zetu. Tuwe watu wapole, tuwe wanyenyekevu. Tuepushe na majivuno, tuepushe na kiburi, tuepushe na dharau kwa wenzetu. Mambo haya yanaleta tatu mbaya, yanaleta mgongano na uhasama. Jambo la tatu la kukumbuka katika juma hili kuu, wimbo wa Hosana ambao leo umesikika njia nzima. Wimbo huu maana yake ni utuokoe sasa. Ndio tafsiri yake. Hosana ni asili ya neno la Kigiriki. Tafsiri yake utuokoe sasa. Wayahudi walimwambia Yesu, Hosana mwana wa Daudi. Utambua kwamba kama alivyokuwa Daudi, Yesu pia ni mfalme. Hata hivyo, walitumaini kwamba Yesu amekuja kuokoa bila utawala wa Kirumi. Lakini tofauti na mawazo yao, Yesu alikuja kuwaokoa na kuokoa ulimwengu mzima dhidi ya utumwa wa dhambi. Ni kweli amekuja kutuokoa, lakini Mtakatifu Paulo katika waraka kwa Warumi sura ya 10 aya ya 9 anataja kile ambacho Yesu amekuja kutuletea, na nukuu, kama ukikiri kwa kinywa chako kwamba Yesu ni Bwana na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua kutoka wafu, utaokoka. Mwisho wako. Kristo ametuletea wokovu, mabadiliko ya maisha yetu ya kiroho. Baada ya dhambi ya wazazi wetu wa kwanza na Eva, kulikuwa na uhasama kati yetu na Mungu, na hivyo kukawa na gepu katikati. Kristo anapokuja amekuja kuturudishia mahusiano yale yaliyoharibika. Jambo la 4 tunalojifunza katika juma hili tunalolianza leo, Dominika ya Matawi, inatualika kushiriki huzuni ya Yesu pale alipoulilia mji wa Yerusalemu. Alipokaribia zaidi na kuona ule mji, Yesu alikuwa machozi kwa ajili ya kusikitikia ule mji, kwa sababu ulimkataa mafundisho yake, wakafunga mioyo yao, wakamkana. Yesu alienda kuhubiri nje ya mji kwa watu ambao walikuwa tayari kufungua mioyo yao. Na nukuu Injili ya Luka sura 19 aya 41 mpaka 42. Yesu aliulilia mji wa Yerusalemu akisema, "Laiti tungelikuwa leo hii mambo yaletayo amani, lakini sasa yamefichika machoni pako." Mwisho wako. Yesu anatulilia sisi pia, kwa sababu mara nyingi tumekuwa tumemsaliti. Hatuishi tena bila hali zetu za ubatizo. Kristo anakuja sasa kutukumbusha turudi, tuwe watu wema, tuache dhambi, tujitakatifuze. Ndugu zangu, jambo la 5 ambalo leo tunakumbusha na kwanza Juma Kuu. Dominika ya Matawi hutukumbusha kwamba utawala wa Kristo si rahisi kueleweka kwa akili zetu za kibinadamu, kwa akili zetu wenyewe. Wayahudi walimwona Yesu kama mfalme wa dunia, lakini Mungu aliwaletea si mfalme wa dunia tu, bali mfalme wa mbingu na dunia. Mungu aliwaletea Wayahudi mfalme ambaye ni mkombozi wa mwili na roho zetu. Kumbe sisi tuendelee kuwa wanyenyekevu, kwa sababu Kristo anaendelea kujifunua pole pole kila siku, tuweze kumtambua na tuweze kumuishi. Tunapoingia Juma Kuu, Mama Kanisa anatualika kumwangalia Kristo mnyenyekevu, Kristo mtii, Kristo mpole. Tumwangalie Kristo mfalme wa amani. Tujifunze kuwa wanyenyekevu, watii, wapole na wapenda amani, ili tuweze kushiriki vyema fumbo la mateso, kifo na hatimaye ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu zangu wapendwa, matawi tuliyoshika iwe ishara ya kumbukumbu ya tukio la leo. Tusiyatupe njiani, tuyapeleke nyumbani. Yamebarikiwa, ni sakramenti, na hivi
tunapeleka baraka nyumbani. Baada ya misa mwishoni mambo yatakisha, shike tawi yako, fikisha nyumbani, iweke mahala pazuri. Mpaka kesho tutaliomba kwa ajili ya kutoa ili tuweze kuingiza majibu kwanza kipindi kipya kingine cha kanisa, kipindi cha Kwaresma. Ninawatakia nyote wiki kuu ya sala na tafakari ya kina. Pale ambapo hujaishi vizuri Kwaresma hii, acha hujachelewa. Tumia vizuri masaa machache yaliyobaki, tumia vizuri siku chache zilizobaki katika wiki hii tunayoanza, kujipatanisha na Mungu, kujipatanisha na wenzako uliowakosea, na wewe mwenyewe kwanza maisha yako. Pasaka inapofika, ufufuke na Kristo, wewe ule wapya, kubambukani na yale yote ambayo hayaendani na Ukristo wetu. Mwenyezi Mungu atubariki sote. Tumsifu Yesu Kristo.